Kunaweza kukawa na sababu nyingi za kwa nini wananchi Yanga katika wachezaji wake wapya ambao tayari wameshatambulishwa kwa ajili ya msimu ujao 2026 2027 yumo mchezaji kutoka visiwani Zanzibar. Huyu ni Abdul Nasser Gamal Mohamed. Yes, yeye ni miongoni mwa wale ambao wameshatambulishwa rasmi kwamba watakuwamo katika orodha ya wachezaji watakaosajiliwa kwa msimu ujao, almaarufu pia kama Asa. Amekuwa akiitwa hivi pia, Abdul Nasser Gamal Mohamed Asa. Yeye ni beki wa kulia, anatoka katika klabu ya Mashujaa. Ni miongoni mwa wachezaji ambao walionyesha kiwango kizuri katika msimu uliomalizika wa Ligi Kuu Tanzania Bara, na kwa kiasi kikubwa uchezaji wake akishirikiana vyema na wenzake uliisaidia Mashujaa kuwa miongoni mwa timu zilizoruhusu mabao machache zaidi. Inafahamika katika Ligi Kuu Tanzania Bara timu iliyoongoza kuwa na ukuta imara zaidi ni Yanga ambayo iliruhusu mabao 9, halafu wakifuatiwa na watani wa jadi Simba waliokuwa wameruhusu mabao 11. Kuna Azam FC wanashika nafasi ya 3 kwa ukuta imara zaidi katika Ligi Kuu Tanzania Bara msimu uliomalizika wakiruhusu mabao 12. Ya 4 sio nyingine ni Mashujaa ya Kigoma ambayo yenyewe iliruhusu mabao 26. Waliofuatia walikuwa ni Tabora United, TRA United iliyoruhusu mabao 28, halafu timu nyingine zote mabao walioruhusu ni kuanzia 30 kwenda mbele. Sasa kati ya wale walioifanya Mashujaa iwe na ukuta imara katika cheza yao, huwezi kuacha kumtaja Abdul Nasser Gamal Mohamed. Yeye kama beki wa kulia alikuwa na kazi kubwa sana katika kuungana na wenzake kina Samson Madeleke, makipa wao, katika kuhakikisha wanakuwa salama, kina Eric Johola golikipa katika mechi nyingi walizocheza. Sasa huyu ambacho ukitaka kujiuliza zaidi, angalia jezi yake mgongoni, ni nambari 7. Ni nadra kukuta mabeki wakiwa na jezi nambari 7. Ni kwa nini? Inakujulisha juu ya jambo moja kubwa ambalo limechangia mno hakika kwa Yanga ijayo kuwa na miongoni mwa wachezaji wake wa mabeki wa kulia kuwepo kwa Abdul Nasser Gamal Mohamed. Ni kwa sababu huyu kiasili ni winga wa kulia, yaani ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji kutokea kulia. Akiwa Zanzibar katika klabu mbalimbali ikiwamo Mlandege, aling'ara sana katika eneo hili na ndiko ambako mwisho wa siku akasajiliwa katika klabu ya Mashujaa. Lakini mabadiliko ya kimbinu kwa makocha mbalimbali ndani ya Mashujaa, wakiwamo kina Baresi, akiwamo kina Salum Mayanga, akiwamo kocha Jamhuri Kiwelo Julio, yakamfanya awe ni miongoni mwa mabeki wa kulia na amekuwa akifanya vizuri sana. Na kwa nini anapendwa kucheza kama beki wa kulia? Ni kwa sababu pale timu inapopandisha mashambulizi kutoka upande wake, huwa wapinzani wana kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu kunakuwa Mashujaa ina overload upande wa kulia, kwa kuwa yeye anapopanda ni playmaker mzuri, ni winga, kwa sababu kiasili ndio nafasi yake, anaungana na mchezaji mwingine anayetokea upande huo kufanya Mashujaa iwe na wachezaji wengi zaidi kwenye upande wa kulia kuliko wapinzani, na hivyo kutengeneza fursa ya mabao. Sasa ni kwa mtindo huo ndio maana unagundua kwamba Yanga wamemjumuisha, kwa sababu Yanga chini ya mwalimu wake wa sasa Mangoba Mngiti, ni kwamba matarajio kwenye msimu ujao yeye atakuwa ni miongoni mwa wale watakaopata nafasi ya kucheza akiwa fit katika eneo hilo, kwa kuwa Mangoba Mngiti, kwa taarifa ya Yanga, ni kwamba kabla hata hawajamtambulisha rasmi ameshiriki kwa kiasi kikubwa katika harakati zao za usajili kwa ajili ya wachezaji wapya watakaoongozwa na Mngiti. Sasa Mangoba, kwa sababu alikuwa akifuatilia Ligi Kuu Tanzania Bara kwa ukaribu, atakuwa amemuona vyema mchezaji huyu nambari 7 mgongoni wa Mashujaa, beki wa kulia, kutokana na uwezo mkubwa alionao katika kupandisha mashambulizi, lakini kurejea kwa haraka pindi wanapozuia, na hasa kwenye transition pale wanapotoka kushambulia kwenda kuzuia, anawahi kwa nafasi yake kwa usahihi. Ndio, na ukiangalia vizuri Mangoba Mngiti kwenye timu alizofundisha, miongoni mwa mifumo yake maarufu huwa ni baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, anakuwa na viungo 3, anakuwa na viungo 2, anakuwa na mshambuliaji 1. Ni miongoni mwa mifumo yake. Wakati mwingine anakuwa na 3 4 1 2, na mwingine ni mfumo huu. Sasa anapotumia mfumo huu, kwa mfano katika mechi mojawapo akiwa anaifundisha Golden Arrows katika Ligi Kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika 2025-26, ambayo alisaidia kwa mara ya kwanza misimu ya karibuni kumaliza nafasi ya 6
maana msimu wa nyuma yake Golden Arrows walimaliza nafasi ya 12. Yeye alisaidia mno kuifanya imalize katika nafasi ya 6, ikiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi ya 3 baada ya Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns wao wakishika nafasi ya 3 katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL. Msimu ulimalizika kwa kufunga mabao 34. Miongoni mwa maeneo alikuwa anajivunia ni wachezaji wake wa pembeni, mabeki wa pembeni. Katika mechi kwa mfano iliyochezwa tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2025 walicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns nyumbani. Namna walivyocheza vinadhihirisha kwa nini mchezaji kama Abdul Nasir Gamal Mohamed amejumuisha katika kikosi cha Yanga ya kocha Nginti. Ni kwamba katika mechi hii ya Golden Arrows dhidi ya Mamelodi Sundowns, Golden Arrows walishinda bao 1-0 dhidi ya Mamelodi katika mechi waliocheza vizuri sana kimbinu, bao likifungwa dakika ya 30 na mchezaji wa kimataifa kutoka Chad Sede Junior Dion akipokea pasi kutoka kwa miongoni mwa viungo wa ushambuliaji. Hapa tunazungumzia Pilani Khumalo katika dakika ya 30. Ni katika mechi ambayo alitumia mfumo huu wa baada ya golikipa alikuwa na walinzi 4, halafu akawa na viungo 3, akawa na viungo 2, akawa na mshambuliaji 1. Hii maarufu inaitwa Christmas tree shape. Ni mfumo kama mti wa Christmas kama unavyoona mjengo wake 4-3-2-1. Katika golikipa alikuwa Mbanjwa, miongoni mwa wale waliocheza katika mechi hii. Naikumbushia kwa sababu ni mechi ambayo inaonyesha kwa nini Abdul Nasir Gamal Mohamed ni miongoni mwa machaguo ya kocha Mngiti kwa msimu ujao ndani ya Yanga. Akawa na mabeki wawili wa pembeni ambao walikuwa ni Sibonelo Sele alikuwa upande wa kushoto, halafu upande wa kulia alikuwa na Kenan Phillips ndiye alianza upande wa kulia kabla ya kutoka dakika ya 80 akaingia Tabo Matlaba katika beki wa kulia. Sasa ni katika mechi ambayo ilionyesha namna gani mfumo unamhitaji mchezaji kama Abdul Nasir Gamal Mohamed kwa Yanga chini ya kocha Mngiti. Mabeki wa kati alikuwa pamoja na nahodha wao Ayanda Jiande, halafu alikuwepo Omar Komara kati ya wachezaji walioanza katika eneo la kiulinzi. Sasa kwenye kucheza kwao, huyu beki wa kulia alikuwa muda mwingi pale katikati ya mstari wa uwanja. Kwa mfano, katikati ya mstari wa uwanja yeye alikuwa anacheza maeneo haya muda mwingi. Yes, kama ilivyo kwa beki wa kushoto Sibonele Sele, naye alikuwa anacheza zaidi katika maeneo haya, ambapo walikuwa wakizuia zaidi wachezaji wengine wakishuka chini, mbele akibaki mshambuliaji wao Sede Junior Dion, lakini pia akiwa na Pilani Khumalo, lakini wengine kwa kiasi kikubwa walikuwa nyuma kuhakikisha wanakuwa salama. Ni mechi ambayo walicheza kimbinu sana, wakamiliki mpira kwa 27% mechi nzima, huku Mamelodi Sundowns wakiachiwa mpira wakimiliki 73%. Timu yake ya zamani, maana Mngiti alijua hawezi kushindana na Mamelodi katika umiliki wa mpira, lakini ni mechi ambayo wao walipiga mashuti ya kulenga shabaha, walipiga mengi zaidi kuliko Mamelodi. Mashuti kwa ujumla walipiga mengi zaidi, mashuti 13. Mamelodi walipiga mashuti 9 mechi nzima, 3 yalilenga shabaha. Mamelodi pia mashuti 3 yalilenga shabaha, lakini wakashinda 1-0 kwa bao hilo la dakika 30 lilofungwa na Sede Junior Dion. Na ni mechi ambayo ilionyesha mabeki wa kulia, mabeki wa pembeni nini cha kufanya. Kwanza ndio wa kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja pindi wanaposhambulia katika mara chache walizofanya, maana walikuwa wanashambulia kijanja sana kwa kujibu counter attacks. Lakini pili, walikuwa wanarudi kwa haraka na kupatikana nyuma sana katika kuzuia. Ndio. 3, kwenye transition walikuwa wepesi katika mabadiliko kutoka kushambulia kwenda kuzuia. Kwa haraka wanarudi na kufanya kuwe na mizania sawa ya kuzuia, kwamba wanakuwa na idadi sahihi, ili Mamelodi Sundowns iliyokuwa pembeni ina mabeki Obre Modiba ndiye ambaye alikuwa anacheza upande huu wa Kenan Phillips, lakini ule upande mwingine anapocheza Sibonelo Sele, yeye alikuwa anakumbana na Kholiso Mudau. Katikati walikuwepo kina Teboho Mokoena. Kwa ufupi, Mamelodi iliyoshiba, golikipa Rowan Williams ilifungwa 1-0 kwa mbinu kali za kocha Mngiti, akitegemea wachezaji wake pamoja na beki wa kulia
ambaye ni Kedan Phillips aliyekuja kuchoka dakika 80 akaingia Tabo Matlaba. Sasa ni eneo ambalo ndilo Abdul Nasser Gamal Mohamed anatarajiwa kucheza. Pale alipokuwa anacheza Kedan Phillips wa Golden Arrows ndipo anapokuja kucheza yeye. Ni mzuri katika kupanda kuongeza mashambulizi, lakini kwenye kuzuia pia yuko fiti. Katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika alionyesha na tenki la hali ya juu, yupo fiti kimwili na kiakili. Kwa sababu gani? Katika wachezaji wachache waliocheza mechi zote za ligi kuu Tanzania bara 30 naye yumo huyu Abdul Nasser Gamal Mohamed. Ndani ya Mashujaa mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu uliomalizika yeye kacheza zote 30, 100%. Dakika alizocheza ni 2612 kati ya dakika 2700, amekosa dakika chache tu. Lakini katika mechi hizo akiwa anapanda amefanya majaribio ya kutaka kufunga, ingawa sio jukumu lake mama. Piga mashuti 5, mawili alilenga shabaha, hakufunga goli lolote wala kutoa assist. Lakini kwenye kuzuia pale, kile tunachosema kwenye quick transition ya kutoka kushambulia kwenda kuzuia, yeye alikuwa vizuri sana katika kutekeleza wajibu wake wa kushato upande wa kulia kama wingback, akafanya faulo 50 ili kuhakikisha timu yake haikumbani na mashambulizi ya kujibu. Pale ambapo alijikuta yupo out of position, hayuko kwenye nafasi yake kama beki wa kulia ili alinde, alikuwa anashirikiana na wenzake kufanya shinikizo kule juu, katika kushirikiana na kina Selebwenzi, kushirikiana na kina Ishmaeli Mgunda, kushirikiana na kina David Ulomi, kushirikiana na kina Mapinduzi Balama, kina Hassan Alicheda, kufanya shinikizo kule juu kwa wapinzani pamoja na kina Salum Kihimbwa, na matokeo yake wakati mwingine akafanya faulo hizi 50, kuwa miongoni mwa wachezaji waliocheza faulo nyingi katika ligi kuu Tanzania bara na kuwa miongoni mwa wachezaji waliocheza faulo nyingi katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini faulo hizo nyingi zilikuwa za kimbinu, zilimfanya awe salama. Kwa sababu gani? Alipata kadi za njano moja tu katika msimu mzima, mechi zote 30, faulo 50, faulo 49, hakupata kadi yoyote. Unaona alivyokuwa smart katika kucheza faulo za kimbinu zisizo hatari, lakini akawa mchezaji bora wa mechi, man of the match mara moja. Gamal Abdul Nasser Mohamed, umri miaka 28. Kwa vyovyote vile kujiunga kwake na Yanga, kama akiendeleza kile ambacho mara zote alikionyesha akiwa Mashujaa, Yanga wamepata mtu hasa, kwa sababu anakwenda kuimarisha eneo hilo akishirikiana na kina Kwasi Atula yao na safu ya ulinzi ya Yanga ili endelee kuwa salama. Lakini mazuri yote yakosi changamoto. Changamoto moja hapo, Gamal huyu Abdul Nasser Gamal Mohamed hajawahi kuchezea timu yenye presha kubwa kama Yanga. Ndio, kwa hapa nchini timu zinazofahamika kuwa na presha kubwa zaidi ni Yanga na Simba. Yeye hajawahi kutumikia Yanga, hajawahi kutumikia Simba, na hii ndio mara yake ya kwanza kutua Yanga akiwa na umri wa miaka 28. Sasa shinikizo la mashabiki wa Yanga ni tofauti na Mashujaa, ni tofauti na Mlandege na kwingineko ambako lipo shinikizo, lakini kwa Yanga lipo kubwa zaidi. Atatakiwa atulize akili yake, kutekeleza mipango kazi ya kocha Mngiti, kushirikiana na benchi la ufundi kuhakikisha mara zote anaonyesha kwa 100% uwezo wake katika kuipigania Yanga, na pale anapoteleza basi atulie, kwa sababu shinikizo litakuwa kubwa. Hakikishe kwamba hayo yakitokea ni sehemu ya mchezo, ili mwisho wa siku yasimtoe kwenye mstari. Lakini lingine ni kwamba Yanga hawapambanii tu ligi kuu Tanzania bara, ambayo kwa Abdul Nasser Gamal Mohamed hajawahi kulitoa taji lake, lakini pia Yanga inapigania michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, tena kwa lengo la kufika mbali zaidi, maana msimu uliomalizika walishatoa makundi. Kwa Yanga watatamani kwenda mbali zaidi, na wachezaji wao ni pamoja na yeye. Lakini pia Yanga huhitaji katika kila michuano inayoshiriki kufika mwisho na kutoa ubingwa ikibidi. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB watataka walirejeshe baada ya kulipoteza msimu huu kwa watani zao jadi Simba, wakiwa wametoka kulitoa mara 4 mfululizo. Kombe la muungano msimu uliomalizika 2025-26 Yanga walipoteza, limetwaliwa na watani zao jadi Simba, watatamani kulirejesha, na pia michuano mingine mbalimbali. Je, itakuwa vipi? Lakini pia ushindani ndani ya Yanga, anakwenda kukumbana na Kwasi Atula yao na wachezaji wengine ambao siku zote wao huwa katika kiwango cha juu na wameshathibitisha ubora, ili amshawishi kocha Mangoba Mngiti na benchi lake la ufundi kwamba yeye apate nafasi ya kucheza, ni lazima awe katika kiwango bora katika kila mchezo na kila anapopata nafasi. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment.
Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.